in the courts of Zanzibar. Kwa maneno mengine, tafsiri, hitimisho la upembuzi huu wa haraka wa katiba ya Zanzibar ni kwamba Zanzibar ni dola na ni nchi, ijapokuwa nguvu yake ya kidola ina mipaka na uwezo wa mamlaka ya utawala na mamlaka ya kutunga sheria umewekewa mipaka kwa mambo yasiyo ya muungano ndani ya Zanzibar, wakati mamlaka ya utoaji haki ikiwa inaongozwa na mahakama kuu ina uwezo kamili usio na mipaka. Mzanzibari anautii kwa dola ya Zanzibar, na hivyo kosa la uhaini linaweza kutendeka dhidi ya dola ya Zanzibar. Hii ni bila ya kujali kwamba uhaini unaweza kuainishwa kuwa ni kosa kupitia sheria ya muungano, lakini bado kosa hilo linaweza kuhukumiwa katika mahakama za Zanzibar. Mwisho wa kunukuu. Sasa vipi tutoke hapa tulipo? Inakaribia miaka 49 sasa tangu uundwe muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kulikuwa na wakati wa kutosha kurekebisha kasoro zilizopo. Hilo halikuwezekana kutokana na ubabe wa Mwalimu Nyerere ambaye aliamua kuatia shemero wa Zanzibari na kuhakikisha muungano unakwenda kama alivyotaka yeye hata baada ya kuondoka madarakani. Si jambo la kuficha kwamba wananchi wa pande zote mbili za muungano wamechoshwa na unafiki uliopo na wanadai mfumo na muundo mpya muungano utakaoweka misingi mipya ya ushirikiano. Katika mijadala mbalimbali inayoendelea katika ukusanyaji wa maoni ya wananchi, vyama vya siasa na taasisi nyingine za kijamii, kumetolewa hoja kwamba suluhisho la matatizo niliyoyafafanua hapo juu na mengine mengi yanayokabili muungano wetu, kumejitokeza mapendekezo yanayoelekeza kwamba ufumbuzi wake ni muundo wa serikali moja au serikali mbili zilizopo sasa pamoja na marekebisho kadhaa au serikali tatu. Kwa upande wa Zanzibar, wananchi wengi wamependekeza kuwepo kwa muungano wa mkataba, treaty based union, kama njia bora ya kudumisha mahusiano makongwe kati ya Zanzibar na Tanganyika. Kwa upande wangu binafsi, siamini kwamba serikali moja au serikali mbili au serikali tatu sitaweza kumaliza matatizo yaliyopo ya muungano, na hasa kule kutokuaminiana kukubwa kulikojengeka kutokana na matatizo hayo kwa muda mrefu bila kushughulikiwa ipasavyo au kushughulikiwa kwa njia za hotuba za kisiasa zaidi zisizofuatiwa na utekelezaji wowote. Sababu zangu za kutoiona mifumo hiyo kama njia sahihi ya ufumbuzi wa matatizo yanayotukabili ni hizi zifuatazo. Kuhusu serikali moja, mfumo wa serikali moja umekuwa ukitajwa kuwa utaondoa manunguniko na kelele zote kuhusu matatizo ya muungano, lakini bado unaonekana kuwa na matatizo yafuatayo. Mosi, mfumo huu utazifuta kabisa nchi za Tanganyika na Zanzibar na kuwa na nchi moja yenye mamlaka moja inayosimamiwa na serikali moja. Pili, ingawa mfumo huu unaweza kuungwa mkono na Watanganyika walio wengi, Wazanzibari hawawezi kuukubali kabisa mfumo huu kwa sababu utafuta utambulisho wao na historia yao. Tatu, katika mfumo huu wa kuwa na nchi moja yenye mamlaka moja, Zanzibar itachukuliwa kama eneo jingine lolote la Tanzania, na hivyo kutokuwa na uwezo wa kujiletea maendeleo yake, na badala yake itategemea maendeleo yatakayopangwa na serikali kuu kulingana na rasilimali zitakazotengwa kwa ajili ya eneo la Zanzibar kama inavyopangwa kwa maeneo mengine. Kuhusu serikali mbili, mfumo wa serikali mbili uliopo hivi sasa una mkanganyiko wa mambo kadhaa. Kwa mfano, kutokuwepo kwa mshiriki mmoja wa asili wa muungano ya Tanganyika, yani Tanganyika. Kutokuwepo kwa mshirika mmoja wa asili wa muungano, yani Tanganyika. Hivyo unapotokea tatizo la muungano,
badala ya kukutana pande mbili za muungano na kujadiliana kwa misingi ya usawa, sasa majadiliano yanakuwa baina ya serikali ya muungano na serikali ya Zanzibar, wakati serikali ya muungano ni wetu sote, ya Wazanzibari na ya Tanganyika. Majadiliano ya namna hii yanakosa misingi ya haki na usawa. B, mabadiliko ya katiba yaliyomuondoa rais wa Zanzibar kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano yalikwenda kinyume kabisa na makubaliano ya awali ya muungano. Mabadiliko haya yanamuondoa mmoja wa washirika wakuu katika serikali ya muungano. Mkataba wa muungano ibara ya Roman 3 mabano B ulitamka bayana kwamba rais wa Zanzibar atakuwa ndiye msaidizi mkuu wa rais wa muungano. Je, hivi sasa nani msaidizi mkuu wa rais wa muungano? Makamu wa rais kwa mfumo wa sasa, kwa mfano, anatoka Zanzibar, lakini sio kiongozi mwenye dhamana ya kiutendaji katika Zanzibar, na hivyo hawezi kuwakilisha matakwa ya Zanzibar katika muungano. C, kumekuwa na mkanganyiko vile vile kwa mambo ya Zanzibar ambayo sio ya muungano, lakini mambo hayo yanashughulikiwa na serikali ya muungano katika ngazi zote za kimataifa. Kwa mfano, Tanganyika inatumia jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kujifaidisha kwa mambo yote yasiyo mambo ya muungano katika nyanja za kimataifa. Mifano michache ya maeneo haya ni elimu, afya, kilimo, mazingira, michezo, utamaduni, mawasiliano, miundombinu, usafiri baharini na angani, ambapo katika jumuiya zote za kimataifa Tanganyika inashiriki ikitumia jina la Tanzania, huku Zanzibar kiachwa solamba bila ya faida yoyote, au ikiwepo basi ni ile inayotegemea hisani ya Tanganyika. D, mfumo uliopo wa serikali mbili hautoi fursa ya wazi kwa upande mmoja wa muungano, yani Tanganyika, kutetea maslaha yake ndani ya muungano. E, wabunge wa Zanzibar wanashiriki katika bunge la muungano kujadili mambo ambayo si ya muungano. F, mfumo uliopo unaochanganya mamlaka mbili, ile ya serikali ya muungano kwa mambo yote ya muungano na ile ya Tanganyika kwa mambo yake yasiyokuwa ya muungano, unaleta mkanganyiko mkubwa katika suala la kujua mipaka ya gharama za uendeshaji wa muungano na mapato yanayotokana na taasisi za muungano. Hali hiyo inaleta kutoaminiana kuhusiana na jinsi ya kuchangia gharama za uendeshaji na jinsi ya kugawana mapato baina ya nchi mbili zinazounda muungano huo. G, ushahidi wa wazi wa kwamba mfumo uliopo umeshindwa kufanya kazi na wala hauwezi kurekebishika ni kwamba katika miaka 20 iliyopita kumeundwa tume na kamati 8 kwa upande wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na tume na kamati 13 kwa upande wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, mbali na kuwepo kwa kamati ya kudumu ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano ikiwajumuisha waziri mkuu wa serikali ya muungano na makamu wa pili wa rais, zamani akiwa waziri kiongozi wa SMZ, lakini zote zimeshindwa kutatua matatizo ya muungano na badala yake yamekuwa kizidi kila uchao. Mfumo wa serikali tatu. Baadhi ya vyama vya siasa na hata wasomi wa sheria wamekuwa wakipendekeza mfumo wa serikali tatu: serikali ya muungano, serikali ya Tanganyika na serikali ya Zanzibar, kama suluhisho la matatizo ya muungano. Hata hivyo, mfumo huu nao kwa sasa unaonekana bado hataondoa manunguniko kwa upande wa Zanzibar. Mfumo wa shirikisho la serikali tatu utatoa mamlaka ya ndani kwa nchi mbili zinazounda muungano huu na kuwa na serikali zake za kusimamia mamlaka hayo
lakini bado mamlaka ya kidola, yani sovereignty, yatabaki katika serikali ya muungano. Madai makubwa yanayotolewa na Zanzibar hivi sasa anahusu kurejesha sovereignty yake ili kuifanya Zanzibar, serikali yake na viongozi wake wawe na hadhi ya kutambuliwa kitaifa na kimataifa. Hilo halipatikana katika mfumo wa serikali tatu. B, sovereignty inayoshikiliwa na serikali ya muungano, ambayo ndiyo itakayoziwasilisha nchi mbili kimataifa, bado ina nafasi kubwa ya kuweza kutumika kumfaidisha mshirika mkubwa zaidi katika muungano huo, yani Tanganyika, kuliko kwa mshiriki mdogo Zanzibar, kwa kule tu kujiona kwake ni big brother. Upo uwezekano wa kuendelea kuwepo kwa kutoaminiana kutokana na kila nchi kwa na serikali yake, na hivyo kuwa na chombo cha kupanga mambo yake, hali inayoweza kuifanya serikali ya muungano ijikute haina uwezo wa kuzisimamia serikali hizo za mamlaka ya ndani, na hivyo kupoteza uhalali wake wa kisiasa. Na D, iwapo mambo ya muungano yatabaki kama yalivyo au yatarekebishwa kwa uchache, kuwepo kwa mfumo wa serikali tatu hakutorudisha mamlaka ya Zanzibar kupanga na kusimamia uchumi wake. Mfumo mpya wa muungano wa mkataba. Kama nilivyotangulia kueleza, tumedumu na muungano wa katiba kwa miaka 49, ambao pamoja na mafanikio yake mengi kuziweka nchi zetu mbili pamoja katika kipindi chote hicho, bado umeshindwa kutujengea kuaminiana kwa dhati, na zaidi umeshindwa kuyatatua matatizo ya msingi yanayotokana na maumbile ya mfumo huo. Ulimwengu wa sasa umeshuhudia aina mpya ya mahusiano kati ya nchi huru, ambao hutoa nafasi ya mashirikiano kwa maeneo yatakayokubaliwa na nchi husika, huku kila nchi ikibaki na mamlaka yake kama nchi kamili, yani sovereign status. Mfumo huu kisheria unaitwa confederation, ambao kimsingi ni muungano wa mkataba, treaty based union. Katika mfumo huu yako maeneo ya ushirikiano huwekwa katika mkataba au mikataba baina ya nchi zilizoamua kushirikiana, na hutoa fursa ya kurekebishwa kila mahitaji yanapojitokeza kwa kadiri na kwa mujibu wa makubaliano yaliyomo kwenye mkataba au mikataba hiyo. Umoja wa Ulaya, European Union, ni mfano mzuri wa muungano wa aina hii, ambapo nchi wanachama zinashirikiana katika maeneo mengi yaliyomo katika mikataba tofauti, lakini kila nchi mwanachama imebaki kuwa na hadhi yake kama nchi na kubaki na wanachama wake katika Umoja wa Mataifa na hata katika mashirika mengine ya kimataifa. Katika Umoja wa Ulaya, miongoni mwa maeneo na ushirikiano ni pamoja kufuatayo: sarafu moja kwa baadhi ya nchi, uhamiaji, uratibu wa sera za mambo ya nje za nchi wanachama, uratibu wa mambo ya ulinzi, soko la pamoja la bidhaa, ajira na huduma, uratibu wa sera za uchumi na fedha za nchi wanachama, uratibu wa mambo ya hifadhi ya mazingira, viwango vya usalama na afya, health and safety standards. Mfano mwingine wa ushirikiano kwa nchi za Ulaya nje ya European Union ni ule unaohusu kuwa na visa vya pamoja kwa wageni wanaoingia katika nchi zilizo katika mkataba wa Schengen, ambao hutoa visa inayoitwa Schengen visa. Baadhi ya nchi wanachama wa EU na wasio wanachama wa EU, kwa mfano Norway, ni wanachama wa taratibu huu. Kwa upande mwingine, Jumuiya ya Afrika Mashariki ni mfano mwingine mzuri wa ushirikiano wa aina hii. Mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, East African
Community Treaty unatambua mambo 17 ya ushirikiano miongoni mwa nchi wanachama. Maeneo hayo ni ushirikiano katika masuala ya sarafu na fedha; B, ushirikiano katika biashara huria na maendeleo ya biashara; C, ushirikiano katika uwekezaji na maendeleo ya viwanda; D, ushirikiano katika uwekaji viwango kuhakikisha ubora wa bidhaa, utabiri wa hali ya hewa na vipimo; E, ushirikiano katika mahusiano na jumuiya nyingine ya kikanda na za kimataifa pamoja na ushirikiano na nchi washirika wa maendeleo; F, ushirikiano katika miundombinu na huduma; G, ushirikiano katika kukuza rasilimali watu, sayansi na teknolojia; H, ushirikiano katika kilimo na uhakika wa chakula; I, ushirikiano katika utunzaji mazingira na usimamizi wa mali asili; J, ushirikiano katika utalii na usimamizi wa wanyamapori; K, ushirikiano katika afya, ustawi wa jamii na utamaduni; L, ushirikiano katika kukuza ushiriki wa wanawake katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi; M, ushirikiano katika masuala ya sheria na mahakama; N, ushirikiano katika mambo ya kisiasa; O, ushirikiano katika sekta binafsi na asasi za kiraia; P, ushirikiano katika uhuru wa watu kwenda watakapo, huduma za kazi, haki ya kuishi na ukaazi; na Q, ushirikiano katika maeneo mengine. Lilo dhahiri katika miungano ya mikataba ya aina hii iliyotajwa hapo juu ni kuwa misuguano kwa kiasi kikubwa hupungua, kwani kila nchi hubaki na mamlaka yake na uhuru wa kujiamulia, na wakati huo huo kujenga misingi mizuri ya ushirikiano na nchi wanachama. Muungano wa mkataba kati ya Zanzibar na Tanganyika. Kutokana na hoja nilizoeleza hapo juu, mimi binafsi napendekeza kuwa baada ya uzoefu wa miaka 49 ya muungano wa katiba, yani constitutional union, kati ya Zanzibar na Tanganyika, ambao baadhi ya matatizo yake ya kimaumbile yameelezwa na kufafanuliwa hapo juu, sasa Zanzibar na Tanganyika ziingie katika mfumo wa confederation kupitia muungano wa mkataba, treaty based union. 2, katika mfumo huu wa muungano wa mkataba kutakuwa na serikali mbili, ambapo Jamhuri ya Tanganyika itakuwa na serikali yake na Jamhuri ya watu wa Zanzibar itakuwa na serikali yake, zote mbili zikiwa na mamlaka kamili kitaifa na kimataifa. Na kisha serikali hizo mbili zitafunga mkataba wa mashirikiano baina yao ambao unaweza ukapewa jina la Tanzanian Union Treaty. Yale maeneo yatakayokubaliwa kwa chini ya ushirikiano wa nchi mbili huru yatasimamiwa na kamisheni ya muungano, Tanzanian Commission, kama ilivyo kwa Commission ya Ulaya, European Commission, au jina jingine lolote litakalokubaliwa na nchi mbili hizi. 3, kila nchi kati ya Zanzibar na Tanganyika zitakuwa na hadhi ya nchi kamili, sovereign states, na zitakuwa na wanachama wake katika Umoja wa Mataifa na pia katika jumuiya, mashirika na taasisi nyingine za kimataifa, lakini kwa kuzingatia msingi wa mashirikiano zinaweza kukubaliana kuratibu sera zake za mambo ya nje kadiri zitakavyoona inafaa. 4, maeneo ya kuingia katika mkataba au mikataba ya ushirikiano kati ya Zanzibar na Tanganyika yataamuliwa na serikali mbili zitakazokuwa na mamlaka kamili, kila moja katika eneo lake. Mambo yanaweza kufikiria kwa mfano ni pamoja na yafuatayo machache tu. La kwanza, ushirikiano katika ulinzi na usalama; ushirikiano katika uwekaji viwango kuhakikisha ubora wa bidhaa, utabiri wa hali ya hewa na vipimo; 3, ushirikiano katika mahusiano ya jumuiya nyingine za kikanda na kimataifa pamoja na ushirikiano na nchi washirika wa maendeleo; 4, ushirikiano katika kukuza rasilimali watu, sayansi na teknolojia. Hayo ni mfano tu, kwa mengi zaidi hapo. 5, kwa kufuata mfumo wa sheria za nchi ya jumuiya za madola, common law system, inapendekezwa kuwa mkataba wa ushirikiano kati ya Zanzibar na Tanganyika
utiwe saini na rais wa jamhuri ya watu wa Zanzibar na rais wa jamhuri ya Tanganyika, baada ya mazungumzo yatakayohusisha wawakilishi watakaoteuliwa kuunda timu za mashauriano na majadiliano za serikali za nchi mbili hizi. Kabla ya kutiwa saini na maraisi wa nchi mbili hizi, rasimu ya mkataba huu baada ya kukubaliwa ifikishwe mbele ya bunge la Tanganyika na mbele ya baraza la wawakilishi la Zanzibar kwa ajili ya kujadiliwa na kutolewa maoni, na kisha rasimu hiyo ipelekwe kwa wananchi wa Zanzibar na wa Tanganyika kupitia njia ya kura ya maoni kwa ajili ya kuidhinishwa kufuatana na sheria ya kura maoni ya kila nchi. Ni zipi faida za muungano wa mkataba? Kwa maoni yangu, kwanza, hakuna hofu ya nchi moja kuimeza au kuitawala nchi nyingine. Pili, kila nchi inabaki na uhuru na mamlaka yake kamili kitaifa na kimataifa kuamua mambo yake. Tatu, kila nchi mwanachama ina uhuru wa kujitoa katika jambo lolote lililoamuliwa mwanzo kushirikiana pale ilipoona hakuna maslaha au faida kuendelea nalo. Nne, huvutia nchi nyingine kuingia katika muungano wa aina hiyo kwa sababu hakuna hofu ya kupoteza mamlaka au kupunguziwa madaraka au mambo yake kuamuliwa na nchi nyingine. Na tano, mahusiano huwa ni ya kirafiki na ya ujirani mwema yanayopelekea kuaminiana na kuondoa kutiliana shaka kusikokwisha. Kama ni mkataba, kwa nini isiwe kupitia East African Community tu? Naam. Wapo baadhi ya watu wakiwemo makamishna wa tume hii ya mabadiliko ya katiba waliohoji kwamba iwapo Zanzibar inaona hakuna haja tena ya kuendelea na mfumo uliopo muungano na badala yake inataka kuwa na mashirikiano kupitia muungano wa mkataba kwa mambo yatakayokubaliwa, kwa nini mashirikiano hayo yasiwe kwa kupitia Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo pia ni aina ya muungano wa mkataba? Wenye hoja hiyo wanasema basi wacha Zanzibar na Tanganyika zikutane Afrika Mashariki. Hoja hii ni nzuri, lakini haizingatii uhalisia wa mambo. Pamoja na kuundwa upya kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki kupitia mkataba ambao unahusisha maeneo mengi kati ya yale niliyoyataja hapa kwamba yanaweza kufikiriwa kuwa ya ushirikiano kati ya Zanzibar na Tanganyika, ukweli unabaki kuwa utekelezaji wake katika eneo la Afrika Mashariki umekuwa ukisuasua. Nchi 5 zinazounda Jumuiya ya Afrika Mashariki, yani Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi, hazionekani kuwa zimejenga kuaminiana kwa dhati licha ya matamshi ya hamasa za kisiasa yanayotolewa na viongozi wake. Ndio maana maeneo mengi yamebaki katika makaratasi, lakini utekelezaji ni mdogo. Hata hatua zilizotangazwa kwa zinapaswa kufikiwa kuelekea shirikisho la Afrika Mashariki hazionekani kutekelezwa kwa dhati, na badala yake kumekuwa na kutegana na hata kuogopana. Baada ya miaka 49 ya kuwa pamoja katika muungano, pamoja matatizo yake yote, Zanzibar na Tanganyika angalau zimekuwa na uzoefu wa kufanya kazi pamoja, kubadili aina ya mahusiano na mashirikiano yake kutoka kwenye muungano wa kikatiba kwenda kwenye muungano wa mkataba kunaweza kuwa jambo linalowezekana zaidi katika utekelezaji kuliko nchi hizi 5, na pengine kunaweza kutoa mfano wa vipi utekelezaji wa maeneo hayo ya mashirikiano unavyopaswa kuendeshwa na kusimamiwa. Isitoshe, unaweza tukawa mwanachama wa Afrika Mashariki au Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na bado kukawepo ushirikiano wa Zanzibar na Tanganyika kupitia mkataba baina yao peke yao.
Duniani iko mifano ya nchi ambazo pamoja na kuwa ni wanachama wa pamoja wa miungano au jumuiya za ushirikiano zenye kushirikisha nchi nyingi zaidi, bado kuna kuwa na nchi mbili ambazo kutokana na historia ya ushirikiano wao zinabaki kuwa na ushirikiano wao mwingine unaohusisha nchi hizo mbili tu. Mfano, katika suala la ushirikiano wa ulinzi, pamoja na kwamba Marekani na Uingereza zote mbili ni wanachama wa NATO, lakini bado nchi mbili hizo zina mkataba ya peke yao kuhusiana na ushirikiano wa ulinzi kati yao. Katika Ulaya kuna mashirikiano kupitia mkataba baina ya nchi tatu, yani Belgium, the Netherlands and Luxembourg, Benelux countries, lakini bado zote ni wanachama wa Umoja wa Ulaya, European Union. Kipindi cha mpito, hali ya kubadilisha msingi wa mahusiano ya Zanzibar na Tanganyika kutoka kwenye muungano wa katiba constitutional union kwenda kwenye mfumo wa kisasa wa muungano wa mkataba treaty based union, bila shaka utahusisha mabadiliko makubwa ambayo yanahitaji kipindi cha mpito, transitional period, na kuwepo kwa utaratibu wa mpito, transitional process, kutoka mfumo uliopo sasa kwenda kwa mfumo mpya unaopendekezwa. Katika kipindi hicho cha mpito, maoni ya watu wa Tanganyika kuhusu katiba yaliyokusanywa na Tume ya Mabadiliko ya Katiba yanaweza kutumika kuandaa rasimu ya katiba ya Tanganyika, na baada ya kupitisha katiba ya Tanganyika, serikali za nchi mbili, Zanzibar na Tanganyika, zikae pamoja kuchagua maeneo ya kushirikiana na kisha kuandaa mkataba wa mashirikiano. Kutahitajika kuundwe timu ya wataalamu wa masuala ya kisheria na kiutawala kutoka Zanzibar na Tanganyika, na pia kuhusisha kuomba wataalamu waliobobea wa fani hizo na waliosimamia vipindi vya mpito kama hivi katika nchi nyingine kuja kusaidia kuweka utaratibu maridhawa utakaohakikisha kuendelea kuwepo kwa mahusiano ya kidugu ya nchi hizi katika mfumo mpya. Jumuiya za kimataifa kama Umoja wa Mataifa UN, Jumuiya ya Madola the Commonwealth, Umoja wa Afrika AU, Umoja wa Ulaya European Union, na nchi jirani na nchi za nje zenye kufuata mfumo wa sheria za Kiingereza kama Uingereza, Malaysia, Singapore, Kenya, Uganda na Afrika Kusini zinaweza kuombwa kusaidia kutoa wataalamu watakaokuwa kama washauri waelekezi, consultants, kwa nchi zetu wakati wa maandalizi ya utaratibu wa mpito, transitional process, kuelekea muungano wa kisiasa wa mkataba wa Zanzibar na Tanganyika chini ya misingi ya uhuru, usawa, udugu na ukweli. Muungano wa mkataba ni sawa na kuvunja muungano? Wasiotakia mema Zanzibar au wang'ang'anizi wa mfumo uliopo muungano waliozoea, pengine kwa sababu unanufaisha wao, wanaweza kudai kwamba hatua hizi zinazopendekezwa haziashirii nia njema ya kuendeleza na kuimarisha muungano. Mimi binafsi nafikiri na wenzangu wenye maoni kama yangu tunaamini katika muungano wa mkataba. Hatuamini hivyo. Tunaamini katika kuwa wakweli na wawazi, kwamba hivyo ndivyo mahitaji ya wakati huu na zama hizi yanavyodai. Ulimwengu unabadilika kwa kasi. Zama za kuendesha mambo kwa ubabe na ukichwa ngumu zimepitwa na wakati. Tuache ile tabia ya kuyaona mapendekezo ya kubadili mfumo wa muungano kuwa yana nia ya kuvunja muungano huo. Muungano ili udumu unahitaji ridhaa ya walioungana. Muasisi wa muungano huu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwenyewe, aliwahi kueleza umuhimu wa ridhaa katika masuala haya na kuonyesha kwamba ridhaa ya mshirika mmoja wapo ikiondoka, muungano hauwezi ukasimama.
Mwaka 1968 Mwalimu Nyerere alisema hivi, namnukuu: "If the mass of the people of Zanzibar should, without external manipulation and for some reasons of their own, decide that their union was prejudicial to their existence, I could not bomb them into submission. The union would have ceased to exist when the consent of its constituent members was withdrawn." Kwa maana nyingine, tafsiri yake Mwalimu anasema, iwapo wananchi walio wengi wa Zanzibar wataamua bila ya msukumo wa kutoka nje na kwa sababu zao wenyewe kwamba muungano unaathiri kuendelea kuwepo kwao, siwezi kuwalazimisha kwa kuwapiga mabomu. Muungano utasita kuendelea pale ridhaa ya washirika wake itakapoondolewa. Wazanzibari ni watu wenye historia ya maingiliano ya jamii za watu mbalimbali, na hivyo hawawezi kukataa umoja alimradi tu umoja huo uwe na maslaha na faida kwao. Mfumo uliopo sasa haunufaishi Zanzibar, na hivyo haukubaliki kwa Zanzibari walio wengi. Koti la Muungano kama lilivyo sasa linabana sana, na Mzee Karume alisema koti likubana nalivua. Wakati umefika tushone koti jipya kwa mujibu wa mahitaji ya zama hizi. Hakuna mabadiliko yasiyowezekana kufanyika na kusimamiwa vyema iwapo utatumia njia ya mazungumzo makini, ya kina na yenye kuambatana na nia njema kwa wahusika wote. Ndio njia pekee ya matumaini katika kuyapatia ufumbuzi matatizo yanayokabili taifa letu. Hakuna mbadala wa mazungumzo. Nje ya mazungumzo ni fujo. Nawashukuru mwenyekiti kwa kunisikiliza. Asante. Kabla kusema na bali makabidhi nakala zenu. Kabidhi rasmi. Maoni yangu. Asante sana. Asante sana. Ili kabidhi nilikuwa na nafasi niomba kwa sababu kwa haya matatizo yaliyotokea ya umeme, tukitaka tumisi hata neno moja nililosema. About 2 hours and 7 minutes. Tunashukuru sana, tumekupata kwa clear kabisa na kwa details. Tunashukuru hiyo, na nakubali kwamba haya ni mawazo yako binafsi. Tutayachukulia hivyo hivyo kama tulivyopokea wengine. Makamu huwa tuna utaratibu baada ya kupata maoni, tulivyokuwa tukipata maoni ya watu binafsi, na hata tulipokuwa sasa hivi tunapata maoni ya makundi, wanafika mahali wajumbe wanaweza kuomba ufafanuzi kwa yale iliyosemwa, ama kama kuna mambo kuyagusa na wenyewe wanaona kuna umuhimu kupata mawazo yako, wanaweza kutaka kujua mawazo yako. Sasa sijui katika hii wajumbe sasa tuna muda wa kuweza kupata ufafanuzi. Makamu. Mheshimiwa Sefu, Naam. nakushukuru. Sijui ulitumia wiki ngapi ya PhD thesis. Yeah. Kama ulivyoanza za kuwa machungu kuyasikiliza kwa nini
Mimi pia naweza kutoa pengine swali ambalo linaweza kuwa chungu. Sasa Nilikuwa naomba tu kujua maoni haya yanatofautiana nini na maoni ambayo alikuwa nayo Alhaji Abdani Abed Juma ambaye alifikishwa Dodoma na kuko na prosecutors. I wasn't there kwa sababu sikuwa katika chama. Nilikuwa mwanachama lakini sikuwa katika kikao kile. Na moja ya intentions za Mzee Juma zilikuwa hivyo kwamba kuvutia nchi zingine kujiunga. Na yeye alikuwa anazungumza nafikiri juu ya kwa kama na triumvirate marais Tanganyika wa Zanzibar wakutane kwenye jopo, alafu wao wachague nani awe mwenyekiti wa kuwa rais wa Tanzania. Hilo ndio lilikuwa langu la kwanza. Alafu la pili, ingawa baadaye ulikuja kama kulijibu, nalitaka exonerate Waziri Mkuu Mzungu Pinda aliposema katika bunge kwamba Zanzibar is not a state. Nalitaka exonerate kwa kusema kwamba kulikuwa na decision ya Court of Appeal ambayo ilisema hivyo. Lakini baadaye mwishoni ukajibu kwa hoja zilizotolewa na Professor Shivji kwamba appeal haikuwa judgment kwa sababu wale washtakiwa walikuwa wameshakuwa released also. Unfortunately, or fortunately, I don't know, history will absorb or will tell. Mimi nilikuwa ni mmoja katika wale majaji watatu. And unfortunately, or fortunately further, mimi ndio draft ile judgment. Wenzangu wakisoma, wakakubaliana na mimi tukaendelea. Na nafikiri kwa wakati ule ilikuwa imechukuliwa kama pamoja na kwamba kweli mashtaka eventually yalikuwa withdrawn, lakini sasa sisi tukaangalia tukaona kwamba hatuwezi faili la korte likabaki hivi. Faili lipo wazi, tukasikiliza, tukaamini. Sasa hatuwezi tunalimaliza, lazima tulifunge. Na by that time tayari judgment ilikuwa imeshaandikwa. Kwa hiyo tukaendelea. Lakini anyway, kwa upande mwingine, one of the hojas za Professor Shivji ni kwamba hatukutumia katiba ya Zanzibar. Lakini katiba ya Zanzibar inakataza mahakama kuu, mahakama ya rufaa kuinterpret katiba ya Zanzibar. Sasa sijui tungewezaje kuitumia wakati tunakatazwa tusitumie. Na nafikiri mle tulicomplain heavily kwa sababu tulisema hivyo katika kesi ya Seif Sharif Hamad. Serikali ya Mapinduzi dhidi ya Seif Sharif Hamad. Tulisema hivyo, tulilalamika kwamba the powers that are wajaribu kuzioanisha hizi katiba mbili, lakini inatutia matatizo. Na tulisema katika hiyo kesi ya Seif Sharif Hamad, sijui wewe ulikuwa kama mimi kama wewe. Anyway, kwa hiyo sasa ile katiba hii ya Zanzibar inaifunga mikono mpaka leo mahakama ya rufaa kwamba isiweze kuinterpret ile ya Zanzibar, katiba ya Zanzibar. Sasa ndo nilikuwa nikusema hivyo tu kwamba pengine Mizongo Pinda alikuwa ana nini zaidi ile, labda pengine mtu wa kumtusify ni Agustino Ramadhani aliandika hiyo draft ya judgment sijui. Alafu pia nilikuwa na swala la lile la hapa katikati
what do we do? Kama tukija tukakubaliana na mawazo hayo ya serikali ya mkataba hapa katikati interim, na pia umejaribu kuikava, lakini bado tunakuwa na unputs in dilemma. Hasa Zanzibar tayari na serikali yake na katiba yake, Tanganyika haina serikali yake na katiba yake. Sasa now what do we do? Umesema kwamba haya maoni ambayo sofa hii tume imechukua, hayo ndio yatumike kutengeneza katiba na serikali ya Tanganyika. Na pengine hoja zilizopita kwa nyuma utakuta kuna watu 16 ambao ni Wazanzibari wamo katika hii tume na watatoa maoni na probably to come up with katiba ya Tanganyika. Na kuna watu tena 16 ambao ni Watanganyika. Sasa kuna uhalali gani wa wale 16 wa Zanzibari kuwatungia katiba wa Tanganyika? Nikifuata ile sequence na flow ya argument uliokuwa umetutolea katika hii. Kwa hiyo labda hayo tu kidogo ndio nilikuwa yananisumbua kidogo. Asante. Kwa kweli kwa hii huwa hatuazimishi. Kuna jambo unataka kujibu sasa hivi lakini ukiona unapata kitu natia katika sasa. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar pia kwa kutoa maoni yake binafsi. Mimi nimeona kwamba nipongeze, hasa mimi nipongeze kabisa kwa sababu imekuwa na consistency ya kuongelea kuhusu muungano. Sisi kwenye tume tunakusanya maoni maeneo mengi, lakini ningependa kusahisha labda kwenye eneo la kwanza, Mheshimiwa, kwa heshima na taadhima, tamko kwamba tume imeweza kutoa maeneo 9 tu ya kusema. Maeneo 9 yale ni kama kutoa mwongozo au kufungua mjadala kwa ajili ya wananchi wasemee hayo maeneo wakipenda, lakini pia waweze kusemea maeneo mengine yoyote yanayohusu katiba ya nchi yao. Hiyo nilipenda tulikuwa tunadiscuss na ndio. Kwa hiyo tulikuwa tunapenda sana tuweke hilo sawa kwamba haki ya kutoa maoni kwa wananchi ni kwa maeneo yake yoyote ya moyoni, kama hivi Mheshimiwa ulivyotoa maoni yako kwenye eneo hili ambalo umetoa kabisa, yani kama alivyosema Mheshimiwa Ramadhani kwamba PhD kabisa thesis and beyond. Lakini kuja kwenye point ninayotaka kuuliza ufafanuzi. Kuna eneo moja la muhimu sana umelisemea kwamba vipi tutoke hapa tulipo. Hiyo nimeicapture, nadhani hilo ndilo jambo la muhimu kwamba kwenye muungano uliobeba Watanzania wote miaka 49 kuna tunu na mambo mengi ya thamani, na wewe pia umekiri kwamba kuna mambo mengi yamefanikiwa sana kwenye maeneo ya uchumi. Kwenye maeneo ya uchumi umejaribu kuyagusia, lakini kwenye maeneo ya uchumi ningependa labda ueleze kwa kiasi kikubwa kwenye maeneo ya uchumi, labda wewe umeona vipi hasa katika zile hoja zako ulizosema kwamba muungano, ukisema katika hali ilivyokuwa wa serikali mbili, unaona hautatusaidia. Kwenye masuala ya uchumi, kuna mambo gani mema na mambo gani ambayo yanauma? Kwenye masuala ya kisiasa, kuna mapungufu yapi? Kwenye masuala ya kijamii, tumeona kabisa kwamba sehemu nyingi umeonyesha kwamba hata kwenye hii transitional process umesema kwamba kutakuwa kuna haja ya kuwa na team of experts kwa kutizama jinsi tutakavyoendelea kushirikiana, hasa tukichukua kwamba kuna undugu na maingiliano makubwa ambayo yamefanyika katika mfumo huu wakati tumedumisha muungano wetu.
kwenye hiyo eneo mimi ningependa hasa kwenye kiuchumi, labda kuna sehemu nimezungumzia kuhusu kodi kwamba TRA imekuwa kero kwa Wazanzibari, lakini pia nitaka nitazame upande wa pili kwa Tanzania bara. Tulipozunguka kwenye maoni upande wa bara, wananchi pia wamezungumza mambo mengi, hasa kwenye maeneo hayo ya kuja Zanzibar kufanya biashara na Wazanzibari kuja bara kufanya biashara. Na nilifurahi sana kwamba tulikuwa kwenye sehemu moja ndani kabisa huko Sumbawanga, lakini wakasifia sana masuala ya kufanya biashara kati ya Zanzibar na bara, kwamba imewapa kabisa kitu cha thamani na kusema kwamba muungano unaendelea. Lakini wakataja maeneo madogo tu, maeneo kama vile huko nyuma walikuwa wanaomba pasipoti, kwa hiyo wanaomba kama muungano unaendelea pasipoti isiwepo, watu wawe na free movement. Kwa hiyo na free movement kati ya nchi hizi. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba kuna maeneo labda wananchi, mimi nahisi binafsi na hii maoni yangu, nahisi hapakuwa na adequate public education kuhusu faida za muungano kiuchumi. So tukisikiza wananchi wanapozungumza, hata usimtegemea kwamba alishakuja Zanzibar anazungumzia faida zilizopata. Lakini nikija kwenye hiyo eneo, ningependa labda utusaidie kiuchumi katika yale maeneo yaliyosema kwamba kuna faida zilizopatikana kiuchumi, kisiasa na kijamii. Lakini la mwisho, Mheshimiwa, ningependa katika process ile ya mwisho kabisa, wanasema women eat last, kwa hiyo mara nyingi tunaanzia mwisho. Kwenye hitimisho tulisema kwamba kwa kweli koti limebana, na koti likibana sharti mtu alivue ashone kipi. Katika kushona pia huko, nikipitia notes zote ambazo tunaweza kuzisikia, naona kwamba pendekezo hilo lina mixed feeling, kwa sababu umetoa transitional process, treaty based union, na ulisema kwamba paandaliwe kura za maoni ya wananchi katika kuunda serikali ya Tanganyika, na labda ya maoni ya tume yatumiki kama alivyosema Mheshimiwa Ramadhani. Tunasema kusudio letu la kuunda muungano lianzia mezani. Sasa mimi nimependa sana hapa uliposema pawe na mazungumzo ya kina na ndio njia pekee. Hapo ningependa sana, na ningependa kwamba what will be the agenda, ya kuweza kuanzia kule tulikotoka, tukachambua na hapa kati tulikofanikiwa miaka 49 ya uhai wetu, na sasa tunapotaka kwenda, ili likoti lobana tulishone vipi. Mheshimiwa, naomba niwasilishe hayo, ndio nataka nipate. Ya maswali ambayo pengine anahisi anaweza kuwa ndio watu wanajiuliza. Sasa nianze na mkataba. Watu wengi wanafikiri muungano wa mkataba ni kuvunja muungano. Sasa katika hili, baada ya kukusikiliza, na mimi nilikuwa siko humo, lakini sasa nimezama kwa watu wanaoamini kwamba ni kuvunja muungano. Sijui kwa nini. Kwa sababu inaonekana kwamba sasa tunatakiwa tuitafute serikali ya Tanzania, ya Tanganyika na Zanzibar ikiwemo, halafu tuende sasa kwenye kura za maoni kama watu wanatakaje. Sasa tuna uhakika gani kama hizi nchi zikishapata nafasi yake, kila nchi sasa ikawa ni nchi kamili, kwamba wale wananchi tutakapokwenda kuwaambia sasa twende kwenye kura za maoni au twende kwenye kutafuta muungano watakubali? Kwa sababu tusikubali tu kwamba watakubali, kwa sababu kama tuna muungano wa siku nyingi ambao tumeozana watoto, tumepeana ardhi, tumehamia, na leo tunataka uvunjike kwa siku moja tu, tutengeneze kitu kingine. Hivi unaamini kwa uzito kama huo, uone kama mheshimiwa mkataba huu unakwenda kumalizana na muungano kabisa? Hiyo na mimi inanirudisha kuamini kwamba mkataba huu ni kuondokana na muungano. Kwa sababu naamini huko mbele huwezi kwenda kulazimisha elimu nikubali. Pengine mimi naweza kuona hakuna na hakuna cha kulazimisha mtu akubali. Na katika hili nchi, Mzanzibari atakuwa ni Mzanzibari na Mtanganyika atakuwa ni Mtanganyika. Wako Wazanzibari ambao wamehamia kabisa huko, wana manyumba yao, wana biashara zao
katika